Maandamano ama demonstration ambazo pia zinasubiriwa tu Tanzania tarehe 9 ni demonstration ambazo pia zimeendelea tu kuweza kuzua reaction nyingi sana pale katika mitandao za kijamii hapa tu East Africa, Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, na pia tu kuwapatia wasiwasi zaidi wasanii wa Tanzania, kwa sababu the last time tuliweza kuona maandamano ambayo pia yaliweza kuwa kule wakati wa uchaguzi. Wasanii waliweza kupokea hasara kubwa zaidi, maduka yao kubomolewa, simu zao kuweza kuibiwa katika maduka zao, biashara zao mbalimbali tu kuweza kuvamiwa na jenzi ambao pia walikuwa tuna hasira, wakisema tu ya kwamba baadhi tu ya wasanii ama wengi ya wasanii wa Tanzania wanakaa katika serikali ambao pia ifai kabisa, ambao pia hajaweza kuchaguliwa na mtu yoyote, wakati ambao pia wananchi ama wasikizi sauti ya wananchi, na wananchi wenyewe ndio wanasupport kazi zao, na pia wanakuja katika show za kwao, kitu ambacho pia kimeweza kumfanya tu msanii Diamond pia kuweza kuchangia tu kabla maandamano tarehe 9, akisema tu ya kwamba wasiweze tu kuweza kuguza mali yake yote, ikiwemo tu studio zake za Wasafi ambazo pia watu wengi tu zaidi wanazifahamu pale zilipo, kwa sababu kulikuwa na mjadala pale katika mtandao wa Twitter. Baadhi ya Watanzania ama vijana wa Tanzania wana mpango tu wa kuweza kuvamia mali ama biashara moja ya Diamond, ili tukuhakikisha tu ya kwamba wameweza kupeleka ama kupeana message clear kwa msanii huyo, kwa kuweza kuendelea kumsupport Rais Samia Suluhu Hassan baada tu ya kuchaguliwa kwake. Na ni maandamano ambayo pia watu wengi tu wanasubiria, ama dunia nzima tu inaangalia itakuwa kwaje, kwa sababu ya last time watu wengi tu waliweza kufariki, wasanii wengi wakaweza kupokea hasara, na ndio maana tu msanii Diamond ameweza kutoa kauli yake akiwaomba tu Gen Z ama vijana wa Tanzania wasiweze kuingilia mali yake kabisa, ambao pia ameweza kuitafuta kama kijana, issue ambao pia watu wengi tu zaidi wameendelea kumkosoa pale katika mitandao za kijamii, wakimwambia tu ya kwamba tayari muda umeweza kuisha na hawamuhitaji tena, wakati ambao pia alikuwa anamhitaji, alikuwa na support Samia Suluhu, kwa sababu kuna wakati fulani Diamond aliweza kudelete picha za Samia Suluhu katika mtandao wake wa Instagram, na mwisho wa siku tu baada tu ya Samia kutangazwa, Diamond akaweza kuzirudisha, kitu ambacho pia kiliweza kuonekana ni kana kwamba ameweza ni mtu ambaye pia hana msimamo kabisa, na anaonekana ni mtu kigeugeu vile, kitu ambacho pia mmoja tu wa blogger kule Tanzania ambaye pia anajulikana kama Mange Kimambi aliweza kumwambia tu ya kwamba, ama aliweza kuwaonya wa Tanzania kuweza kujihusisha na Diamond, akisema tu ya kwamba hawafai kuweza kumhusisha katika maandamano kabisa, ama kuweza kumsikiza kabisa, kwa sababu huenda tu labda anatumika na Rais Samia Suluhu Hassan kutoa siri kwa serikali ambazo pia wanazipanga kuhusiana tu na maandamano ya tarehe 9, na pia ameweza kuambia Watanzania wahakikishe tu kwamba wameweza kumfunza adabu, na issue ambao pia tutakuwa tunasubiria kuweza kungoja haya maandamano ya tarehe 9, ambao pia Watanzania wengi wameweza kujitokeza ama kusema kwamba watakuwa wanafanya maandamano ya amani, ambao pia inaendelea kufuatiliwa sana pale katika mitandao za kijamii. Katika Udaku 254 na kupatia story ambazo zina trend mitandaoni, una make sure umesubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu.